Bwana Yesu asifiwe. Ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo, nikiwa na tumaini ya kwamba kwa ule muda ambao nimepotea katika mitandao ya kijamii umekuwa na wakati mwema. Mungu amekuwa pamoja nanyi, lakini pia mmekuwa mkibarikiwa na zile message ambazo nilikuwa nafundisha kabla nipotee kidogo katika mitandao ya kijamii. Nilikuwa nimepotea katika mitandao ya kijamii kwa sababu ni lazima tukabalance mambo. Katika kitabu cha Mhubiri maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. Ule wakati ambao nilikuwa nafundisha ulikuwa ndio wakati ambao nilifaa kufundisha, lakini huu mwezi mmoja kuna mambo nilikuwa nayaweka sawa, lakini kwa saa hii nimerudi tena katika mitandao ya kijamii ili kufundisha neno la Mungu. Labda niseme kwamba Biblia inasema ya kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Bwana halitapita bure. Kila neno ambalo wanalifundishanga mahali hapa, nina imani ya kwamba kuna mtu ambaye Mungu anakuanga anamkusudia, anamtarget kwamba yule mtu apate kubarikiwa ama ile neno lipate kumbadilisha kwa namna fulani. Kwa hivyo siku ya leo nina imani ya kwamba ile neno ambao Mungu ametia ndani yangu itakuwa ya msaada kwa mtu mahali, na itakutoa mahali pamoja na kukuweka mahali pengine ambapo ni salama zaidi. Ule mwezi wa pili kama sikosei ulikuwa ni wakati wa Valentine ama Valentino. Nilikuwa nafundisha kuhusiana na ndoa na mahusiano ama shule ya ndoa na mahusiano. Na nikaishia mahali ambapo nilisema kwamba nitakuwa na muendelezo. Huu ndio wakati sahihi ambao nimeamua nipate kuwa na ule muendelezo, niendelee kufundisha kuhusiana na ndoa na mahusiano. Sababu jambo la kwanza ni kwamba ndoa ni jambo la kibiblia kabisa. Pamoja na kuwa ukisoma Biblia yako vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo, Yesu anasema kwamba mbinguni hakutakuwa na kuoa wala kuolewa. Nadhani kitabu cha Mathayo 22:23. Lakini hapa duniani ndoa ni yani tuseme sio ya lazima, lakini ni jambo nzuri tu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba apataye mke anapata kitu chema, naye anajipatia kimbali kwa Bwana. Kwa hivyo kuna faida ambazo mtu anazipata wakati ule anaingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano. Na ndio maana kuna umuhimu wa kufundisha kuhusiana na ndoa na mahusiano. Kuna watu wengi ambao wamekwama kule kwa sababu huyu mtu ako na ndoa ya Kikristo, lakini ana ufahamu wa namna ya vile ambavyo anafaa kuiendeleza. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kumbe ndoa ya mtu inaweza ikaangamia kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Lakini pia maandiko yanasema ya kwamba kila mwanamke mpumbavu anaivunja ndoa yake mwenyewe. Kwa hivyo ningependa niwe na wakati wa kufundisha sana kuhusiana na ndoa na mahusiano, ili asije akatokea mwanamke yeyote ambaye ni mpumbavu ambaye ataivunja ndoa yake. Lakini pia ndoa yako isije ikaangamia. Wewe mwanaume kama kichwa cha boma upate maarifa ambao yataisimamisha ndoa yako na upige hatua salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kimoja nikianza tu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 24. Maandiko yasema ya kwamba mwanaume ataacha wazazi wake, ina maana ataacha baba yake na mama yake, ataandamana na mke wake, na hao wawili watakuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro, ukisoma habari ya Petro kwenye kile kitabu cha Mathayo 19 na mstari wa 27, Petro anamuuliza Yesu, sisi ambao mitume wako tulioacha familia zetu tukakufuata wewe Yesu, tutapata nini?
Ile neno ninawinda hapo ni kuacha, kwamba ukitaka ili upate kitu kingine cha maana sana, inakuanga kuna umuhimu wa kuacha kitu ambacho ulikuwa nacho. Watu wengi ambao wamepata vitu vya maana, ukimuuliza yule mtu atakwambia kwamba kuna kitu amekiacha ili akapata kingine. Sasa vile tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 24, lakini pia Waefeso mlango wa 5 na 31 ama mstari wa 31, ni kwamba mwanaume ili aende kuingia katika ndoa yake, mtu aliyekuwa kijana ili aingie kwenye ndoa na akuwe kiongozi katika ndoa yake, inakuanga ni lazima, jambo la kwanza ahakishe kwamba anaacha wazazi wake. Na hapa ndio kuna changamoto, maana kuna wanaume ambao wameridhia kuacha wazazi wao physically, kwamba hawako pamoja kabisa, lakini kwenye akili zao wamebeba wazazi wao wakawaingiza kwenye ndoa zao. Ujue kwamba vizazi huwa vinabadilika kulingana na wakati vile unaenda. Ndoa ya mababu zetu hauwezi ukaiendeleza kama ndoa ya kizazi hiki, maana ukifanya hivyo itakuwa haiwezekani. Maana wakati wa mababu zetu kulikuwa labda hakuna simu, lakini siku hizi watu wanawasiliana, hata mtu akiwa Marekani, akiwa nchi yoyote ile, wanawasiliana kutumia simu. Kwa hivyo kuna mambo yamebadilika, ambao hayo mambo yamebadilika, nao ndoa za siku hizi lazima zimebadilika. Kwa hivyo ukiendeleza ndoa yako kama mwanaume, kama ndoa ya wazazi wako vile waliendeleza, kuna hatari ya kuivunja ndoa yako. Ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo 2:24 Mungu anasema hivi: mwanaume ataacha baba yake na mama yake, ataenda kuandamana na mke wake, na hao watakuwa kitu kimoja. Sababu kubwa kwa nini mwanaume ataacha wazazi wake ni kwa sababu anaenda kuwa kiongozi katika ndoa yake. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini pia sababu ya pili ni kwa sababu hauwezi ukaendeleza ndoa yako kama mwanaume kama ndoa ya wazazi wako ama ndoa ya mababu zako, maana ni vitu viwili tofauti. Kuna wakati Yesu anasema kwamba hauwezi ukachukua mfinyo, sijui ukachukua virimba vya zamani, sijui ukatia ama ukachukua nguo ya zamani ukabadika kilaka kipya. Kuna wakati Yesu aliongea kitu kama kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna ukweli pale kwamba kama mwanaume, ili uingie katika ndoa ama kwenye mahusiano yako, na hayo mahusiano yako yakuwe salama, lazima uhakikishe kwamba unaacha zile mila na tamaduni, ukaacha namna ya vile ambavyo wazazi wako walikuwa wanaendeleza ndoa yao, alafu ukaingia kwenye ndoa yako kama kiongozi, ukaiongoza kulingana na vile ndoa yako inafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hakuna mahali kwenye Biblia ambapo Biblia inasema kwamba mwanamke ataacha wazazi wake, lakini mwanaume ndiye anatajwa kwamba ataacha wazazi wake. Sasa nataka tuangalie kwa nini kibiblia mwanamke hajatajwa kwamba ataacha wazazi wake. Ina maana kwamba anafaa aubebe wazazi wake aende nao kwenye ndoa? Hapana. Haijatajwa kwa sababu mwanamke kila wakati akiwa kwenye ndoa anafaa kuwa chini ya mume wake, maana mwanaume ndiye kichwa cha boma. Kwa hivyo vile ambavyo mwanamke alikuwa ametawaliwa na wazazi wake, vile alikuwa chini ya wazazi wake, anafaa aingie katika ndoa ambao ameingia ndani yake akiwa na hiyo akili ya kwamba anaenda kutawaliwa, anaenda kuwa chini ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio wanawake wengi wanafeli, kwamba mwanamke anaingia kwenye ndoa lakini amekosa malezi, ambayo yale malezi ni ya mzazi wa kiume ama mzazi wa kike ambaye labda alimfundisha kukaa chini ya mume wake. Ndio maana masingle mother wengi, kama ni mwanamke, wanaishia kuwa hata wao wenyewe single mother mara nyingi.
kwa sababu hawajafundishwa kutii.